Nipe nafasi tu niongee mama. Sasa tumesikia ni one term. Tumesikia ni one term. Tumesikia ni one term. Mkutano wa chama cha ODM kaunti ya Mombasa ulilazimika kuisha ghafla baada ya wananchi ambao walikuwa wamefika kwenye ule mkutano kuanza kuimba Ruto must go, Ruto one term. Huu mkutano ulikuwa unaongozwa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sherif Nassir, ambaye vile ni deputy party leader wa chama cha ODM. Mkutano huu ulikuwa umeandaliwa na mbunge wa Likoni Mishi Mboko, na huu mkutano ulikuwa ni wa kusherehekea siku ya kina mama, na uliandaliwa siku ya Jumatatu tarehe 9. Lakini wakamwalika gavana kuja kufungua na kuongoza kikao hichi. Sasa huu mkutano ambao ninaelezwa kulingana na mwelekezi wangu, William Ruto ndiye alikuwa ametoa pesa ili mkutano ule uandaliwe, ili kuhakikisha kwamba kina mama katika kaunti ya Mombasa wanaingia katika bandwagon ya two term. Uliisha ghafla. William Ruto akajionea aibu, gavana wa kaunti ya Mombasa akajionea aibu baada ya wananchi kuanza kuimba one term. Kuna kiongozi mmoja mama alikuwa amesimama kulonga, yaani kuzungumza. Alipokuwa anazungumza, maelfu ya kina mama ambao walikuwa wamefika kwenye ule mkutano, kumbuka kwamba William Ruto ndiye alikuwa ametoa pesa, kwa hivyo akina mama walipewa kwenda kuingia kwenye ule mkutano ili kushangilia na kusema kwamba wao wapo kwa serikali. Kwa hivyo ule mkutano ambao William Ruto alikuwa amepeana pesa, kipindi ambapo mama ambaye ni kiongozi alikuwa anajaribu kuzungumza, wananchi waliimba one term, mpaka huyu mama akajionea aibu, akaanza kusema tumesikia mnaimba one term, sasa basi mnyamaze. Ilibidi MC akazima microphone ili wasiendelee kupata embarrassment. Wamama oye! Wamama mko chonjo! Siku ya leo nipe nafasi tu niongee mama. Sasa tumesikia ni one term. Tumesikia ni one term. Tumesikia ni one term. Tumesikia ni one term. Tulia. Tumesikia ni one term. Siku ya leo haya, siku ya leo tungependa kushukuru viongozi wetu wa jimbo la Mombasa. Nani amenikatia microphone? Siku ya leo tungependa kushukuru viongozi wetu. Kumbuka huu mkutano, mpenzi mtazamaji, ulikuwa ni mkutano wa kina mama eneo nzima la Pwani, na walikuwa wanakongamana upande wa Likoni. Mishi Mboko ndiye alikuwa the host leader. Katika siku za hivi karibuni, chama cha ODM hakijapata ushangiliaji kutoka kwa wananchi, kwa sababu ni jana tu siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu 2026, viongozi wa kaunti ya Mombasa, yani viongozi wa kaunti ya Nairobi wakiongozwa na mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nairobi Esther Passaris, walikimbizwa kutoka Kamkunji, mahala ambapo wananchi waliingia na kuwaimbia one term. Tena sasa ni Mombasa, wananchi wanaimba one term. Na kumbuka kwamba hii crowd, hawa wasikilizaji walikuwa wamepewa pesa ili mradi tu kuimba two term, lakini wananchi wamekataa katakata kufuata maneno kama hayo.
wamekataa katakata kuimba nyimbo za serikali, na wameamua ni Ruto one term, na wameamua ni William Ruto one term, viongozi wa chama cha ODM one term. Acha nikueleze, inaonekana spirit ya baba haijaweza kulala vizuri mahala ambapo ilipo. Kuna hii mambo ambayo wanaita 10 point agenda yenye walikuwa walisign. Raila Odinga yeye mwenyewe alisema kwamba wametia kandarasi ya mwaka moja, mambo ya abductions yaweze kuisha, mambo ya NADCO yaweze kutimizwa, wale watu ambao waliweza kuumizwa kipindi cha maandamano, wale ambao waliweza kuuawa, familia zao zipewe fidia. Lakini mpaka sasa hivi William Ruto hajaweza kutekeleza, na akina Gladys Wanga wao wanasema kwamba that NADCO report does not, that broad based assigning agreement does not have any expiry date, eti kwamba itaendelea tu mpaka wakati ambapo William Ruto atatimiza. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Sasa ODM wanazidi kuona cha mtema kuni. Kote nchini wananchi wanazidi kukaa mahali ngumu. Hawataki kusikia stori za William Ruto kuchaguliwa tena. Katika kanda hii naomba niweze kukuelezea na kukuchanganulia ni kwa nini hasira za wananchi zinazidi kupanda mpaka kwenye mikutano ya chama cha ODM, ambao unapata kwamba viongozi wa chama cha ODM wamepewa pesa kumobilize crowd ambayo itaenda kuwashangilia na kuenda kuimba two term. Ile crowd inageuka inaanza kuimba one term. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, like video. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, ili tuweze kuhakikisha kwamba unapata taarifa za ukweli. Karibu tusonge mbele. Kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa. Wananchi wameamua hawamtaki William Ruto. Number one, kwa nini wamekataa ODM isishirikiane na William Ruto? Kwa sababu ODM iliweza kumfukuza Sifuna. Sifuna alikuwa amesimamia msimamo wa baba wa kusema kwamba that agreement ya broad based ile 10 point agenda haikukuwa ipitishwe tarehe 7 Machi bila yale mambo yote kutimizwa. Lakini wameona kwamba Edwin Sifuna atawanyima zile pesa ambazo wanapokea kutoka kwa William Ruto. Wameona kwamba Edwin Sifuna atazuia zile vitu ambazo wanapata kutoka kwa serikali ya William Ruto. Kwa hivyo wameamua ama wakaamua kumfukuza Sifuna. Na wananchi wameona kwamba Sifuna alikuwa anasimamia ukweli. Na wananchi wameona Sifuna alikuwa anatetea maslahi ya wananchi, lakini akaweza kufukuzwa, na ndio maana unaona wanaimba one term. Number 2, there is misplaced priority katika hii serikali. Unapata kwamba kuna vitu ambavyo wananchi wanataka viweze kufanywa, kama vile vijana kupewa kazi. Wachana hizi kazi ambazo tunaimbiwa za mjengo. Vijana wanataka kupewa kazi. Kama vile wananchi wanataka maendeleo, barabara ziweze kuundwa. Kama vile wananchi wanataka ushuru uweze kupunguzwa. Kama vile wananchi wanataka corruption iweze kuisha katika taifa letu la Kenya. Kama vile wananchi wanataka matumizi mabaya ya hela za wananchi yakome katika taifa letu la Kenya. Lakini badala ya kushughulikia hayo mambo, unapata kwamba viongozi wa chama cha ODM na serikali wamepea kipaumbele siasa za mapema, kipindi ambapo siasa ni mwaka ujao, early campaign.
Unafikiri kwamba wananchi watafurahia? Kipindi ambapo waliweza kuwachagua viongozi wawafanyie kazi, wale wananchi ama wale viongozi wameacha kazi ambazo wananchi waliwapea, wameenda kuimba two term. Wakati wa kampeni bado. Na ndio maana unaona wananchi kwenye mikutano ya chama cha ODM wanazidi kuwaimbia one term. Nataka niweze kukueleza hivi. Wananchi msidanganywe eti kwamba William Ruto anashinda hizi by election. People are not even interested na by elections. Wananchi wanataka general election. Niambie mwananchi yuko Mombasa na maybe anapiga kura Kisumu, anapiga kura Kisii, atatoka Mombasa aende kupiga by election upande wa Kisumu? Wananchi wanasubiri general election 2027. Kwa hivyo msije mkashtushwa na hivi vitu vidogo vidogo eti kwamba sijui William Ruto ameweza kushinda, sijui ni by election. People are interested to make William Ruto one term president. What is your take?